Shalom. Barikiwe sana na Yesu Kristo mahali popote ulipo. Mimi naamini kwamba Mungu anaendelea kukupigania na kwamba upo salama. Lakini nikukaribisha katika kipindi chetu cha leo cha Jicho la Kilindi. Jicho la Kilindi ni kipindi maalum kabisa kwa ajili ya kuangazia baraka fulani ambayo Mungu ameiweka katika kifungu fulani cha Biblia au katika story fulani. Sawa? Na leo tunaanza mfululizo wa kitabu cha Waefeso. Yes, kitabu cha Efeso. Kitabu cha Efeso bwana, kinasemekana kuwa ndo waraka ambao waliandikiwa watu wa rohoni zaidi. Ndio maana hata wakati wanajibiwa katika Ufunuo wa Yohana, zile barua za makanisa 7, wao waliambiwa waukumbuke upendo wa kwanza. So inakuwa kama vile wakati sasa hichi kitabu kinaandikwa walikuwa wapo katika huo upendo wa kwanza. Sawa? Kwa hiyo ni kitabu fulani ambacho waliandikiwa watu wa rohoni sana. Okay? Na katika vipindi vyetu hivi tutakiangazia kitabu cha Efeso, lakini tutakiangazia katika kona ya vita vya kiroho. Sawa? Vita vya kiroho. Kwa nini tukiangazia kitabu cha Efeso katika vita vya kiroho? Kwa sababu nimeona kwamba kitabu cha Efeso si tu kwamba kinaongelea vita vya kiroho, lakini kimeongelea mbinu au mkakati muhimu sana katika vita vya kiroho. Mkakati huo ni upi? Mkakati huo ni kujua adui amekaa wapi, alafu na wewe umekaa wapi. So kitabu cha Efeso kiko kwa uwazi zaidi kimefunua wakati unataka kushindana. Biblia hata haiti kupigana, ndio kushindana. Wakati unataka kushindana na Ibilisi, yeye yuko wapi na wewe uko wapi? Kitu ambacho ni muhimu sana, na ndio maana hata katika mambo ya kidunia kunakuwa na vikosi vya kijasusi. Kazi ya vikosi vya kijasusi kabla ya vita vinakusanya taarifa kujua adui yuko wapi, silaha zake anaweka wapi, nguvu zake ni zipi. Alafu kabla mjaanza vita tu mnajua na sisi tutakaa wapi. So kabla na wewe hujainuka kuanza kusema kila mchawi, kila mapepo yanayoshindana, mimi nakwambia pause. Karibu katika kitabu cha Efeso kwanza ujue adui amekaa wapi. Alafu na wewe usimame wapi. Kwa ushauri wa kimungu usimame wapi ili uweze kushindana na kumshinda. Haleluya. Kwa hiyo kitabu cha Efeso ni muhimu sana sasa. Na nitataka tuanze siku ya leo kwa kuangazia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza anasema, Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Haleluya. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. So tunaenda neno kwa neno, mstari kwa mstari, kifungu kwa kifungu, story kwa story. Paulo ameanza kwa kujitambulisha kama Paulo. Wao utasema ilikuwa ni muhimu ajitambulishe, ni kweli kabisa. Lakini huu utambulisho wenyewe tu kama wenyewe, kama hatutakuwa na haraka, unatoa ujumbe. Utambulisho tu kwamba Paulo, jamani, hii barua ninaiandika mimi kama Paulo. Sawa? Unaposoma barua hii ujue barua hii imeandikwa na Paulo. Haijaandikwa na mtu yote, imeandikwa na Paulo. Sawa? Sasa inakuwa muhimu kusema imeandikwa na Paulo, akimaanisha kwamba barua hii haijaandikwa na Sauli. Kwa sababu huyu unayemwita Paulo ndiye huyu aliyekuwa anaitwa Sauli. Lakini sasa hii barua anaiandika si kama Sauli, anaiandika kama Paulo. Sawa? Sasa hii sentensi ni muhimu sana kwa sababu lazima ujue kwamba akiwa kama Sauli alikuwa anasimamia nini ambacho sasa amekiacha, anasimamia kitu kingine ambacho anakisimamia sasa akiwa kama Paulo. Nakiwa na maana kwamba kama unakubaliana na ule usauli, basi huenda hichi kitabu kisikuhusu. Sawa? Kama unapenda ule usauli aliyokuwa nao, huenda kisikusaidie. Haleluya. Lakini kama unapenda ule upaulo, huenda hichi kitabu kikawa na maana sana kwako, kwa sababu hichi kitabu nimekiandika mimi kama Paulo. Oh my God. Kama Paulo na kama Sauli, kipi ni kipi? Hebu ngoja nikupeleke katika Wafilipi sura ya 3. Alafu utanipata nini ninachojaribu kukiongelea hapo. Paulo anasema hivi,
Wafilipi sura ya 3 mstari wa 2, na naongelea Paulo na Sauli. Sasa kwa nini amesema mimi ni Paulo ninayeandika? Sawa, mimi sio Sauli, ni Paulo. Maana yake aliyebadilishwa na Kristo, kwa sababu kabla hajawa Paulo alikuwa Sauli. So katika kubadilishwa huko kuna nini? Anasema hivi, jihadharini na mbwa, mstari wa 2, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajikatao. Maana sisi tutohala tumwabudu Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatutumaini mwili, wala hatutumaini mwili. Walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi ni zaidi. So kuutumainia mwili manake kama Sauli. Sawa? Kuutumainia mwili ndo kule alikokuwa Sauli. Ngoja niendelee utanipata. Na alitahiriwa siku ya 8, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benyamini, Mwebrania wa Waebrania. Kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliuza kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Okay, nirudi zangu wa Efeso. Nilichotaka nikuonyeshe hapo kabla sijarudi ni kwamba huu waraka anauandika akiwa kuna baadhi ya mambo ameacha, na amesema kabisa mambo yale yaliyokuwa faida kwangu. Sawa? Mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nimeacha sasa, na katika kuyaacha ishara niliyoiweka, sio lazima ikawa hiyo kwa kila mtu, lakini ishara ya kwake yeye ni kwamba hata jina amelibadilisha. Kwa hiyo jina la Sauli na Paulo alijawa tu katika herufi, no, limekuwa katika maana ya kwamba mtu wa rohoni na mtu wa mwilini, mtu ambaye anautumainia mwili na mtu ambaye anamtumainia Mungu. Sawa? Tofauti kabisa. Kwa unapomsikiliza sasa ujue kabisa kwamba sasa unamsikiliza mtu wa rohoni, unamsikiliza mtu anayemtumainia Mungu. Kwa nini nasema hivi? Siku moja nilikuwa na mtu mmoja, nikawa namwambia kwamba neno la Mungu aliyesema hivi na hivi limesema hivi na hivi. Akaniambia, huyo ni Paulo tu." What? Huyo ni nani? Huyo ni Paulo. Kwa hiyo tufanye sawa. Huyo ni Paulo tu, sio neno la Mungu. Labda tuanzie hapo unapoanza wewe. Kwa hiyo nisimsikilize Paulo, nikusikilize wewe. Si ndio? Huyo si Paulo. Kwa nini nisimsikilize Paulo leo, nikusikilize wewe? Kwa vigezo gani ulivyo navyo? Paulo alikutana na Yesu. Yesu aliwahi kutokea hata kwa ndoto. Okay. Huyo ni Paulo bwana, aliyekataa mambo ya mwili. Sawa, kwa anaposema tu jamani Paulo, lazima ukumbuke kitu kimoja, ni mtu ambaye amekataa mambo yale yaliyokuwa faida kwake. Kwa maneno mengine, hafanya injili kwa sababu ana njaa. Anafanya injili kwa sababu amebadilishwa, imembadilisha yeye kwanza, sasa yupo kwa ajili ya kukubadilisha wewe. Wow, sasa umuhimu wake ili neno kwako wewe ni lipi? Namba moja, unaposikiliza basi inua kiwango chako cha usikilizaji, kwamba okay, sasa namsikiliza mtu wa rohoni. Sawa? Simsikilizi mtu wa kawaida, namsikiliza mtu wa rohoni. Inua kiwango chako cha usikilizaji. Lakini pia inakupa challenge. Wewe bado upo kwenye Sauli au na wewe umeshahamia kwenye Paulo? Utajuaje? Je, unautumainia mwili au kwa sasa unamtumainia Mungu? Nirudie tena hapa, anasemaje? Maana mstari wa 3:3 wa Filipi, sisi tu tohala tumwabudu Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatutumainii mwili. Haleluya. Wala hatutumainii mwili. Kutumainia mwili ametaja hapa ni kutumainia elimu zake, ni kutumainia zile credentials, zile advantage alizonazo katika mwili, kwamba alitahiriwa siku ya 8, Mwebrania wa Waebrania, sijui nini. Je, unautumainia mwili? Tunachokisema hapa ni kwamba sasa unapotaka kwanza kusoma kitabu cha Efeso, hebu vua zile sifa ulizonazo katika mwili. Wewe katika mwili huu wa binadamu, wewe ni askofu, wewe ni profesa, una degree 3, una nini. Hebu weka kando hayo yote sasa. Kaa chini katika kumsikiliza Roho Mtakatifu. Wacha kuutumainia mwili sasa. Uwe makini sasa na kile ambacho Mungu anataka kusema na wewe kupitia Paulo. Sawa? Kwa sababu tumehama sasa kutoka kwenye Sauli ambako tulikuwa tunautumainia mwili. Sasa tumehamia kwenye Paulo ambako hatutumaini mwili. Haleluya.
Yes, yes. Sema katika jina la Yesu, siutumaini mwili. Mimi ni Paulo na hiki kitabu cha Efeso sitakisoma kama Sauli. Nitavuka ng'ambo, nitakisoma kama Paulo, nikiwa mwanafunzi wa Paulo, sio mwanafunzi wa Sauli. Haleluya. Inakuwa muhimu kwa sababu Sauli alikuwa na wanafunzi na Paulo alikuwa na wanafunzi, ila unategemea unamsikiliza wewe ni mwanafunzi wa Paulo au wa Sauli. Kwa nje ni mtu yule yule, lakini kwa ndani total change. Haleluya. So nawataka wanafunzi wa Paulo, karibuni twende tukajifunze neno la Mungu ambao hatutumaini mwili. Sawa? Tumeweka elimu zetu pembeni, tumeweka uzoefu wetu pembeni, tumeweka dini zetu pembeni. Paulo pia alikuwa na dini yake. Sawa? So kuna watu wanakuja kusoma neno wakiwa na macho ya kidini. Dini yake tayari imeshamwambia wewe ni wa hivi. Kwa anapokuja kusoma neno, analilazimisha neno liseme kile ilichosema dini yake. Sikiliza. Hapa hatusomi habari za Sauli mtu wa dini. Tunasoma habari za Paulo mtu wa rohoni. Kwa pamoja, weka macho ya dini yako pembeni. Kwa sababu gani nasema hivi? Ni muhimu sana kwa sababu kitabu cha Waefeso kitakuchallenge misimamo yako na mitazamo yako ulionayo ambayo umepewa pengine na dini yako. Na hasa inapofika ulimwengu wa vita vya kiroho, nina uhakika kitakuchallenge. Lakini ukija kama mwanafunzi wa Sauli, mtu wa mwilini, chali, hautaelewa. Sawa? Utaishia kuclaim, utaishia kukilaumu, na mwingine atanilaumu mimi niliyefafanua. Watu wengine wale wanawashangaa sana. Unatoa taarifa, jamani, mvua imenyesha imeua watu 3. Wanakuchukia wewe uliyetoa taarifa kana kwamba wewe ndio uliyeua. Okay. Nasema hivi, hama uwe mtu wa rohoni sasa wakati tunaenda kumsikiliza Paulo. Tuwe wanafunzi wa Paulo, tusiwe wanafunzi wa Sauli. Maana hiki kitabu hajakiandika Sauli. Jamani, wanafunzi wa Paulo ambao hatutumaini mwili, hatutumaini pesa zetu, hatutumaini, sio kwamba tusiwe na pesa, tusiwe na elimu. Hatuvitumaini. Hasa inapofika katika kumuelewa Mungu. Haleluya. Natamani niende mbele lakini naona roho wa Mungu ananiambia ni kaze kidogo hapo, ni kaze hapo. Dini ni kikwazo katika kumuelewa Mungu. Huyu Sauli, ngoja kwanza, hakuwa kilaza. Inapofika mambo ya dini anasema hivi, nalikuwa Farisayo. Farisayo unamjua? Ni mtu mwenye kigezo cha kufundisha elimu ya Mungu, elimu ya juu zaidi ya kufundisha elimu ya Mungu. Sawa? Huyu jamaa ndo alikuwa amefikia hiyo level, lakini bado alikuwa hajamuelewa Mungu, kwa sababu alikuwa anajaribu kumjua Mungu kwa level ya kidini, kwa limitation, kwa mipaka ya kidini. So mimi nakupa ushauri kwamba ili kitabu cha Waefeso kifunguke kwako, hebu weka mitazamo ya dini yako pembeni. Sisemi kwamba acha dini, nasema hivi, kuwa tayari kukosolewa na kitabu hiki cha Waefeso kwa sababu amekiandika Paulo, sio Sauli. Haleluya. Thank you Jesus. Okay. Anasema mtume wa Kristo Yesu. Sawa? Mtume wa Kristo Yesu. Mimi Paulo jamani, sijakiandika tu kama Paulo, lakini pia nimekiandika kama mtume wa Kristo Yesu. Mtume maana yake aliyetumwa na Kristo Yesu. Okay? Aliyetumwa na Kristo Yesu. So anachotaka kusema hapa ni nini? Kwamba wengine wanatumwa na watu wengine, mimi sijui. Lakini as for me, nimetumwa na Kristo Yesu. Haleluya. Mtume maana yake aliyetumwa. Kwa historia hata dola ya Rumi ilikuwa inatumia ile neno apostolos. Lakini walichokuwa wanamaanisha ni kwamba watu ambao wanaenda sehemu fulani, wanaenda establish ni kufanyaje? Utawala wa Roma sehemu fulani. Sawa, wanaenda kuweka, kusimika, au wanaonekana kama ni mitume, wametumwa. Sawa? So katika ufalme wa Mungu sasa, Yesu naye alichagua watu akawaita mitume, kwamba ninyi mtaenea dunia nzima mkikisema, mkikitangaza, mkikianzisha, mkikieneza hiki nilichokianzisha kwenu hapa. Sawa? Kwa Paulo anaposema mimi ni mtume wa Kristo Yesu, anachotaka kutuambia ni kwamba nimetumwa na Kristo Yesu kufanya haya ninayoyafanya. Okay? Kwa hiyo hili neno linatuonesha mamlaka ya kiungu.
Kwa hili neno mtume anachojaribu kutuambia hapa Paulo ni kwamba nina mamlaka ya kiungu ya kuongea hichi ninachotaka kuongea. Ndio maana nasema mtume wa Kristo Yesu. Kama wewe ni mfuasi wa Kristo Yesu, basi mimi nimetumwa na Kristo Yesu. Kama unataka kumpokea Kristo Yesu, basi mimi nimetumwa na Kristo Yesu. Kwa anaongelea mamlaka aliyopewa na Kristo Yesu katika kusema hiki anachotaka kukisema. Ndio maana niliwa challenge wale wanaoniambia huyo ni Paulo, nikamwambia kwa hiyo tusimsikize Paulo, tukusikilize wewe. Kwa sababu Paulo anachojaribu kutuambia ni kwamba nimetumwa na Kristo Yesu, nina mamlaka, ninachoongea nakijua na nina mamlaka ya kukiongea. Ni kama vile mtu aliyetumwa kutoka ofisi ya rais akija akamwambia nimeambiwa hii ni barabara, hakuna mtu kujenga hapa. Hasemi yeye kama yeye, anasema yeye kwa ile mamlaka iliyo nyuma yake. Na atakuja na kithibitisho kwamba ni barua au kwamba ni atakuja na kithibitisho kuthibitishia sisi kwamba ametumwa na nini. So kithibitisho anachotuambia hapa Paulo ni kwamba mimi ni mtume wa Kristo Yesu. Haleluya. Kwa haongei kwa kiburi kama ambavyo kuna watu wengi leo wanapenda kujiita mtume, nabii, sio kwa sababu ametumwa. To challenge it somewhere. Simaanishi mitume wote ni waongo. Wapo waliotumwa na Kristo Yesu. Haleluya. Na naamini katika hilo. Lakini wapo ambao wamelichukua hili neno kama jina mmoja mkubwa sana wa kutishia watu. Pole sana. Pole sana. Wewe unayetishika kwa ajili ya majina makubwa, pole sana. Tunaongelea mamlaka ya kiungu. Sawa? Ya kufanya kazi yake. Sawa? Ipo. Kama ipo songa mbele. Usijali watu. Lakini kama haipo tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Kwa hiyo haongelei hivi kwa ajili ya kiburi chake anaongelea kwamba kweli nimetumwa na Kristo Yesu, na ana uthibitisho kutoka katika Matendo 9. Yesu alimtokea na akamwambia utafanya hii kazi. Haleluya. Okay. Lakini pia anaonesha jinsi alivyobadilika. Sawa? Ni kama nilivyoongelea kwamba amebadilika kutoka kuwa Sauli akawa Paulo. Lakini hapo kuna neno anasema mtume wa Kristo Yesu. Anaonesha kwamba mimi mwenyewe sijajituma mwenyewe. Yaani haya ninayotaka kuongea sio ya kwangu. Mimi mwenyewe sio ya kwangu, ni ya mtu anaitwa nani? Kristo Yesu. Sawa? Kwa maana kwamba mimi mwenyewe niko chini ya mtu mwingine. Niko chini ya Kristo Yesu, na haya mawazo nayoongea sio ya kwangu mimi kama mimi, ni mawazo ya Yesu Kristo. Ninamilikiwa na Yesu. Hiki ninachokisema si cha kwangu mwenyewe, ni cha Yesu. Kwa hii message ni mapenzi ya nani? Ya Kristo Yesu. Hallelujah. Oh God, thank you very much. Okay, so anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa watakatifu. Sasa sikiliza. Sio mtume wa Efeso. Ni mtume wa Kristo Yesu kwa Waefeso. Kwa Waefeso ni eneo la kazi, ila umiliki wa utume wake ni Kristo Yesu. Kwa anayeamua namna utume huu utakavyofanya sio Waefeso. Anayeamua namna utume huu utakavyoenda sio Waefeso, ni Kristo Yesu. Lakini Waefeso watakuwa ni wanufaika wa yale maamuzi yaliyofanyika na Kristo Yesu. Sawa? Utume wenyewe kama wenyewe ni mali ya Yesu, sio mali ya Waefeso. Lakini eneo la kazi ya ule utume ndio Waefeso. Kwa nini sentensi hii ni muhimu? Sentensi hii ni muhimu kwa sababu kwa mtumishi inamuweka huru mbali na kifungo ambacho tunaita kifungo cha watu. Kwa sababu iko hivi, kuna kufunguliwa kutoka kwa shetani, jambo moja. Lakini kuna kufunguliwa kutoka kwa watu, jambo lingine. Sawa? Unaweza ukawa umefunguliwa kutoka katika kifungo cha shetani, lakini kwa namna moja ama nyingine bado unashikiliwa na kifungo cha watu. Nasema mtumishi unaongea nini? Musa alikuwa huru kutoka katika utumwa wa Farao, lakini naweza nikakwambia kwamba Musa hakuwa huru kutoka katika utumwa wa watu. Msikiza vizuri. Japokuwa pointi moja wapo inaweza kuwa hii niiseme tu, lakini sio pointi yangu hasa. Nitaleta kwenye pointi yangu. Ndio maana alikuja hata akashauriwa na mkwe. Kwamba utakufa wewe.
utakufa, mambo yaendi hivyo. Lakini sio pointi yangu kubwa. Kilichomwangamiza Musa ni kwamba hakuwa huru na watu, yani ile mission yake kwa Mungu ilikuwa hakuitenganisha kati ya watu na Mungu. Kwa nini taratibu? Unafahamu kwamba watu ndio walimkosesha Musa asiingie Kanaani. Unajua hicho kitu? Watu, sio Mungu, wala sio yeye mwenyewe alijikosesha. Musa mwenyewe anaongea maneno kwamba kwa ajili yenu Mungu alinikasirikia, sawa, akanizuia mimi kuingia Kanaani kwa ajili yenu. Ni kwa sababu kuna namna ambavyo nilikuwa najaribu kuwaweka sawa kuliko mapenzi ya Mungu. Kuna namna ambavyo nilijaribu kuwapendeza na nyinyi kuliko hata yale mapenzi ya Mungu. Katika harakati za kuwaweka sawa nikamkosea mwenye utume, kwa sababu huu ni utume wa Kristo Yesu kwa Waefeso, sio utume wa Waefeso kwa Kristo Yesu. Mind. Haleluya. Kilichomfelisha Musa ndio hicho, kwamba akachukua utume wa Kristo Yesu akauweka kama utume wa Waefeso. Sasa tuje kwa Musa. Kilichomfelisha Musa, akauchukua utume wa Mungu, sawa, akaufanya kwa utume wa Israeli. Pale akayaharibu mambo na mambo yakaharibika kweli, na Musa akaishia kuiona kwamba Kanaani ndio ile utaiona lakini hutaingia, kwa sababu Mungu anamwambia hukunistai, sawa, hukunistai mbele ya watu. Maanake kuna kitu ulikifanya mbele ya watu ukapendelea upande wao, ndio maana kusema hukunistai, nilitegemea ufanye zaidi ya pale. Ndio maana sentensi hii sasa inakuwa ya muhimu, kwamba mtume wa Kristo Yesu anachojaribu kusema ni kwamba Waefeso, ninyi hamtaamua mimi nifanye vipi hii kazi, ila nyie mtanufaika na nafanya vipi hii kazi. Simaanishi kwamba mtumishi wa Mungu hawezi kushauriwa, ila atashauriwa kwa mipaka ile aliyowekewa na nani? Na Mungu. Sawa? Usipokuwa makini, ukiwa na mtu wa kwamba unataka kuwapendeza watu, basi utapoteza kitu hiki ambacho Musa alikipoteza. So sentensi hii ni ya muhimu sana. Mimi sijajua Mungu amekuitia katika eneo gani, lakini nataka nikukumbushe tu kitu kimoja, kwamba hata mkuu wa mkoa anawekwa na serikali sehemu fulani, kwa anakuwa ni mkuu wa mkoa akiwatumikia wananchi wa Mbeya kwa mfano, lakini hawatumiki wananchi wa Mbeya kwa mujibu wa matakwa ya wananchi wa Mbeya. Matakwa yanakuwa ni matakwa ya serikali kuu. Bajeti inapangwa na serikali kuu, mikakati yote inapangwa na serikali kuu, ila inatekelezwa kwa wananchi wa Mbeya. Kwa wananchi wa Mbeya hawatakiwi kuanza kumpangia huyo mkuu wa mkoa mambo ambayo sio sera ya serikali, la sivyo tutaweka mwingine. Sawa? Atatolewa, atawekwa mwingine, kwa sababu tu hakuwa makini na yeye ni mtume wa nani kwa nani. Mimi nakupa changamoto, wewe ni mtume wa nani kwa nani? Sawa? Je, unajua kitu ambacho Mungu amekuitia ukifanya hapa duniani? Unajua? Je, ni kwa kiwango gani dunia inakuvuta ufanye kama inavyotaka dunia kuliko anavyotaka Mungu? Sawa? Tuko katika kipindi cha teknolojia. Sawa, tuko katika kipindi cha teknolojia. Nilikuwa namsikiliza nani Bishop Oyedepo akawa anasema kwamba Roho wa Mungu alimwambia asiingie kwenye TV. Roho wa Mungu alimwambia usiingie kwenye mambo ya redio, mambo ya TV, achana nayo, wewe fanya injili tu. Na kweli akafanya hivyo, akafanikiwa. Sawa? Yes. Simaanishi na wewe usiingie kwenye TV. Ila ile pressure ya kizazi chao, TV ilikuwa ndio ujanja. Kwa sasa ukiwa ni mtumishi wa watu kwa Mungu badala ya kuwa mtumishi wa Mungu kwa watu, unaweza kujikuta unaenda na pressure inavyotaka, alafu ukamkosea nani? Mungu. Kwa hiyo mimi nataka uwe huru kutoka kwa watu, ufunguliwe kifungo cha shetani, lakini pia ufunguliwe kifungo cha watu. Watumishi wa Mungu wengi tumeshafunguliwa kifungo cha shetani, lakini challenge iko kwenye kifungo cha watu. Watu wamekuwa ni kikwazo. Paulo anasema, jamani, mimi Waefeso, naomba tuelewane kitu kimoja, mimi sio mtume wenu, ila mimi ni mtume kwenu. Tofauti kubwa sana. Mimi sio mtume wenu,
ila mimi ni mtume kwenu. Wewe ni mtu Mungu amekuita kwa ajili ya kuwa mwimbaji wa Injili, waambie kabisa mimi sio mwimbaji wenu, ila ni mwimbaji kwenu. Naimba na msifu Mungu mbele yenu. Sawa? Huku mkiwa mnaniangalia. Na napenda sentensi moja alisema Daudi kwamba nilikuwa mbele za Bwana, wakati analalamikiwa na Mikali kwamba unawezaje kucheza mbele za watu namna ile. Akasema kwa nini unasema mbele za watu? Nilikuwa mbele za Bwana. Sio kwamba hakuwa mbele za watu, lakini Daudi alichukulia kwamba yuko mbele za nani? Mbele za Bwana. Kwa hiyo Daudi alichukua anamwambia Mikali kwamba nimevuka hiyo level. Mimi sishikiliwi na watu. Hiyo level nimevuka. Mimi sasa nashikiliwa na Mungu kwa watu. Mimi ni mtumishi wa Mungu kwa watu. Kwa hiyo hainisumbui mimi kuanza kucheza na kumsifu Mungu, ikiwa kucheza ndio style ambayo Roho wa Mungu ananionyesha kwa sasa ndio bora. Nitacheza tu mbele ya watu na nitaendelea kuwa na heshima kwa taarifa yako. Sawa? Utasema mtumishi, mbona mimi nimpoteze heshima yako? Bora uipoteze kwa kuyashika mapenzi ya Mungu kuliko uitunze kwa kupoteza mapenzi ya Mungu. Unaionaje hiyo? Unafahamu Mungu amekuitia nini? Unafahamu Mungu amekuitia nini? Lakini je, ni kwa kiwango gani watu wanakuvuta nje ya mapenzi ya Mungu? Mungu anakufanya uwe mtume wa watu, mtume wa Efeso kwa Kristo Yesu. Sio hivyo. Ni mtume wa Kristo Yesu kwa Waefeso. Tuiweke sawa hiyo. Sijajua Mungu amekuitaje, lakini sema katika jina la Yesu, mimi ni mtumishi wa Mungu kwa watu. Mimi sio mtumishi wa watu kwa Mungu. Ni mtumishi wa Mungu kwa watu. Haleluya. Katika ngazi yote ile ambayo Mungu aweza kuwa amekuitia, lazima uweke hiyo sawa kwamba ni mtumishi wa Mungu kwa watu na sio wa watu kwa Mungu. Okay. Kwa nini inafikia mahali unajikuta umetoka katika kuwa mtumishi wa Mungu kwa watu, unakuwa mtumishi wa watu kwa Mungu? Unaacha kuwa mwimbaji wa Mungu kwa watu, unakuwa mwimbaji wa watu kwa Mungu. Unaacha kuwa mwinjilisti wa watu wa Mungu kwa watu, unakuwa mwinjilisti wa watu. Unaacha kuhubiri ile Injili, unaanza kuangalia upepo. Unajua mitaani siku hizi Injili yenyewe kama Injili inahubiriwa na watu wachache sana. Okay? Of course. Mimi niko napita nasikiliza sasa isiyo. Kwa nini? Biblia imesema Injili ni nini? Injili ni habari njema. Sio hukumu. Injili ni nini? Habari njema za ufalme wa Mungu zinazookoa. Kwamba mtu akisikiliza hizi ataokoka. Injili Paulo anaisema katika Wakorintho wa kwanza 15 pale. Na walifu Injili ile niliyohubiri, ya kwamba Kristo Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka kwa ajili yetu. Hiyo ndio Injili. Simple. Lakini ukihubiri hivyo watu watahisi hujahubiri nini? Injili. Kwa hiyo ili wafurahishe watu ambao hawajui hata maana ya Injili, inabidi waambie acha dhambi, acha ulevi, acha ukahaba, acha unini. Alafu pale watu watakupa na sadaka kwamba unahubiri nini? Injili. Wewe umekuwa mwinjilisti wa watu kwa Mungu. Sio mwinjilisti wa Mungu kwa watu. Pole kwa challenge. Pole. Nikwambia acha mambo ya dini. Vua mambo yako ya dini pembeni. Uwe Paulo, uwe mwanafunzi wa Paulo, acha kuwa mwanafunzi wa Sauli. Mwanafunzi wa Sauli ni wabishi kuliko Biblia. Fanya mchezo ni wanajua kuliko Mungu. Okay, nikitaka niongelee kwa nini kunapata sasa mtego wa kuhama. Ulikuwa mtumishi mzuri tu wa Mungu kwa watu, lakini unajikuta umeanza kuwa wa watu kwa Mungu. Na kwa kusema hivi simaanishi kwamba utumishi ni wale tu wanaosimama madhabahuni. No, unaweza kuwa mtumishi wa Mungu kwenye siasa. Yesu alisema enendeni ulimwenguni kote. Neno ulimwengu ni mifumo. Sawa? Ni mifumo inayotawala nini? Ulimwengu. Biblia ya Kigiriki pale imeweka neno cosmos. Cosmos ndio neno ambalo tunapata neno cosmetics, mapambo, urembo. Kwa aliposema nendeni ulimwenguni alimaanisha mifumo inayolemba dunia. Kwa naamini siasa ni mfumo unaolemba dunia, michezo, mpira wa miguu, mpira wa nini ni mifumo inayolemba dunia, biashara ni mifumo inayolemba dunia. Kwa hiyo unaweza ukatumwa na Mungu maeneo yote hayo. Sawa? Lakini cha kuzingatia, wewe ni mtumishi wa Mungu kwa watu au wewe ni mtumishi wa watu kwa Mungu. Wewe kama mfanyabiashara unazingatia sana vigezo au mienendo ya kimungu katika biashara yako, au unachoangalia tu ni kuwapendeza wateja wako? Sawa? Umevuka level ya kupendeza wateja wako kuanza level ya kumpendeza Mungu kwa wateja. Sio tu kupendeza wateja kwa Mungu, Okay.
wewe ni mwanasiasa, umevuka level fulani kwamba katika hii siasa bado nitampendeza Bwana. Umevuka hiyo level, sawa? Ndicho ambacho tunakiangazia hapa. Okay, so changamoto inakuja hapa, unakuta hawa Waefeso wenyewe hata hawakuthamini, wanakuchukulia poa, sawa? Ukikaza sana kwanza hata wanakuacha au wanakudharau au wanakuhama kabisa. Kwa unajikuta sasa kwa namna moja ama nyingine unajaribiwa kuwa mtumishi wa watu kwa Mungu. Unajaribiwa kuanza kuwapendeza Waefeso badala ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndio changamoto inapokuja hapo. Lakini hii hapa haijalishi, kwa sababu wakuthamini au wasikuthamini, mwisho wa siku ukiwa mkuu wa mkoa unalipwa na aliyekuweka wewe kuwa mkuu wa mkoa. Yes, of course. Anawajibika katika kuhakikisha unalipwa nini, unakula nini. Ni kweli kabisa kwamba hata wananchi ukiwapendeza watakuwa wanakuletea misimu ya mahindi ya kuchoma, watakuletea nini, watakuletea mambo yataenda vizuri, sawa? Lakini bado oda kuu, kitu ambacho kitaendesha maisha yako kwa ukubwa kitatokana si tu na hivi vitu vidogo, kitatokana na nini? Na wewe unavyoishi kwenye mstari ulionyoka, alignment na serikali kuu iliyokutuma wewe ukawe mkuu wa mkoa, sawa? Kwa sababu ukichemka hapo inaweza ikakutoa. Kwa kulinda mstari wako huu na hii serikali ni muhimu zaidi kuliko kulinda mambo namna unavyopendeza hawa watu wengine wa kawaida. Oh, haleluya. Kwa kitu ninachotaka ukione hapo ni kwamba wakati unaweza ukawa unasema Waefeso wenyewe wana masharti magumu, kwanza hawanipendi, utumishi umekuwa mgumu, watu hawaitikii huduma yangu, sijui nini. Mimi nikupe challenges zifuatazo. Namba moja, Mungu hakuwauliza Waefeso mnataka nimtume nani kwenu. Mungu hakuwauliza kwamba Waefeso mnaonaje? Mtume wa mataifa awe Paulo, awe Petro, awe Yakobo? Na angewauliza wasingemchagua Paulo, kwa sababu siku hizo alikuwa anaitwa Sauli. Wangejua akija kwa atatuchinja. Wasingemchagua. Sawa? Kama wangelikuwa ni kanisa, wasingemchagua. Lakini Mungu kwa mapenzi yake mwenyewe aliamua kwamba ninyi Waefeso, mtume wa mataifa ni Paulo. Ndio nimeamua. Mungu hakuwauliza Waefeso kwamba mnataka nini. Mungu hakutuuliza Watanzania kwamba fulani azaliwe au azaliwe. Just ukazaliwa na Mungu akakuleta na ana makusudi na wewe, na kusudi lake anataka ulitimize hapa hapa. Sawa? Mungu hakuiuliza dunia mnamtaka fulani. Mungu hakuwauliza watu wa ukoo wako kwamba mnataka fulani aje, nani asije. Ndio aliamua kwa jinsi, kwa maamuzi yake akasha kushusha, na umeshashuka. Kazi yako iliyobaki ni kufanya mapenzi yake. Sawa? Kwa maneno mengine, sio Waefeso waliomchagua Paulo. Sio Waefeso waliomchagua Paulo. Wala sio Paulo aliyewachagua Waefeso. Ila ni Mungu alimchagua Paulo kwa Waefeso. Sawa? Kwa maamuzi yake mwenyewe. Hiari ya Waefeso haikuhusishwa katika wito wa Paulo. No. Mungu hakutaka kujua Waefeso wanampenda au wampendi. Just alileta tu. Mungu mbabe. Alafu cha ajabu, Mungu hakumuuliza hata Paulo kwamba unajisikiaje? Uwe mtume kwa Wayahudi au kwa Waefeso. Paulo naye alijikuta ni mtume kwa mataifa. Alijikuta. Sawa? Kwa hiyo tunachokisema hapo ni kwamba Mungu ndiye aliyekuwa design. Sawa? Kwa maana kwamba alipokuwa anamuumba Paulo, aliweka namna ambayo Paulo atafaa kuwatumikia Waefeso. Na vile vile alipokuwa anawaumba Waefeso, aliweka katika namna ambayo wataweza zaidi kusikiliza injili ya nani? Ya Paulo. Kwa maneno mengine, si bahati mbaya sasa kwa Mungu kwa Waefeso kuhubiriwa na Paulo. Mungu ashtuki kwamba Paulo ushafika huku mara hii. Sio bahati mbaya kwa Mungu. Sawa? Kwa hiyo ninachotaka ni kwamba hii ikuweke huru mbali na wale ambao wanapenda kumanipulate watu. Sawa? Wanapenda kumanipulate watumishi. Na nimesema kila mtu ni mtumishi wa Mungu katika nyanja mbalimbali ambazo unakuwa unamtumikia. Kuna watu ambao watataka wakutumie kimaslahi yao, wakupelekeshe, wakufunge. Kama nilivyokuwa nasema, Musa alifungwa na watu. Sio na shetani wala na Farao, na watu. Kwa maana ya kutaka kuwapendeza watu muda wote. So kuna watu ambao watataka wakufunge hapo. Mimi ninachotaka ujue ni kwamba
Mungu ndio amekudesign, amekuumba katika namna ambayo element alizoziweka ndani yako zina fit wewe umtumikie Mungu hivyo alivyokuita. Sawa? Na umtumikie Mungu katika hilo kundi alilokuitia. Haijalishi linakusikiliza, halikusikiliza, uliambie hivi, na mtanisikiliza tu. Sawa? Na mtaelewa tu, hamuelewi, na mtaelewa tu. Nitafanya modification, either nitajifunza zaidi, either nitafanyaje, lakini nina uhakika kwamba hapa ndipo Mungu aliponiitia. Kwa kama tutaelewana tu, either mimi nitaadjust au ninyi mtaadjust, lakini tutaelewana tu. Sawa? Na hata tusipoelewana mpaka mwisho, bado Mungu atanilipa mimi. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimemtumikia. Kivipi? Nimefuata shauri lake alilonituma kwa Waefeso. Ni shida ya Waefeso ndio waliogoma kuipokea Injili, sio shida yangu mimi tena. Sawa? Lakini mimi nimefanya kile ambacho nilikuwa ninatakiwa kukifanya. Haleluya. Wow, swali langu narudia tena. Unajua Mungu alichokuitia? Na je, katika hicho Mungu alichokuitia umepokelewaje rafiki yangu? Umekataliwa au umepokelewa? Lakini umechukuliaje kukataliwa kwa mfano? Sawa? Umechukulia kwamba basi wewe haufai, uache, uzile. Lakini umepokelewa, umechukuliaje kupokelewa kwa mfano? Umechukulia kwamba wewe unafaa sana, wewe ni mtu mzuri sana. Mimi nataka nikupe umakini kwamba angalia kwamba umekataliwa au umekubaliwa. Angalia hao watu wasikufunge ukasahau kwamba wewe ni mtume wa Mungu, wa Kristo Yesu kwa Waefeso, sio mtume wa Waefeso wa Kristo Yesu. Haleluya. Mungu wa mbinguni akubariki sana. So hapa anamaliza kwa kuweka maneno kadhaa. Hapa anasema kwa watakatifu walioko Efeso. Nashangaa watu wengine wanasema hakuna mtakatifu duniani, hakuna mtakatifu duniani. Sijui anasomaga Biblia gani. Sijui. Sasa hapa uelewi nini Ngoja nipunguze makali ya lugha yangu. Kwa watakatifu walioko Efeso. Kumbe kulikuwa na watakatifu ambao siku hizo walikuwa wanapatikana wapi? Efeso. Efeso ni mji tu kama alivyo miji yetu hapa ya Dodoma, Tanzania, Dar es Salaam, Arusha. Sawa? Vile vile kuna mji unaitwa Efeso. Huo mji pamoja na dhambi zake zote, bado kulikuwa na watu ambao Paulo yeye mwenyewe anawaita ni watakatifu. Watakatifu ni watu gani? Watakatifu manake ni watu waliotengwa. Hawapo kama watu wengine, wametengwa. Wanaishi maisha mengine. Haleluya. Na hawa watakatifu walikuwa wanapatikana Efeso. Haleluya. Yes. Walikuwa wanapatikana Efeso. Kwa kama watakatifu walikuwa wanapatikana Efeso, basi watakatifu wanaweza kupatikana Tanzania. Kwa kigezo hiki, Paulo amesema hivi, watakatifu hawa nao wazungumzia sio wale wanaotembea hivi. No. Amesema hivi, wanaomwamini Yesu. Haleluya. Kumbe kuwa mtakatifu unaanzia wapi? Kwa kumwamini Kristo Yesu. Mimi nakuchallenge, kama ulihisi utakatifu unapatikana kwa matendo ya sheria, uko chaka, ushapotea kabisa. Watakatifu ni watu wale wanaomwamini Yesu. Naanzia hapo. Mimi nasema hapa na watakatifu ni watu walioacha dhambi. No. Kuacha dhambi ni matokeo ya utakatifu, ila kuacha dhambi sio utakatifu. Sawa? Kuacha dhambi ni matokeo ya utakatifu, kwa sababu utakatifu manake kutengwa. Umetengwa kwa sababu unamwamini Yesu. Umetengwa. Yesu akasema nyinyi si wa ulimwengu huu kama mimi nisivyo wa ulimwengu huu. Maana mmetengwa, si wa ulimwengu huu kama mimi nisivyo wa ulimwengu huu. Kwa hiyo mmetengwa, nyinyi sio watu wa kawaida. Hawa watakatifu walioko wapi? Efeso ni wale wanaomwamini Yesu. Watakatifu jamani, wanamwamini Yesu. Huwezi kupata mtakatifu yoyote ambaye hamwamini Yesu, anakudanganya. Kwa nini? Kwa sababu bado hajatengwa na dhambi zake. Sawa? Hajatengwa na dhambi zake, na ile dhambi inamfanya yeye asiwe mtakatifu. Hajatengwa na dhambi zake kivipi? Kama hujamwamini Yesu, manake damu ambayo ina uwezo wa kuondoa dhambi hujakutana nayo bado.
Kwa hiyo dhambi zote kuanzia Adamu bado ziko juu yako. Bado unahesabika ulikula tunda, bado unahesabika ulizini, bado unahesabika ulifanya kila kitu kiovu ambacho kilifanyika tangu siku za kale, na vingine umevifanya mwenyewe. Zile tu ulizozaliwa nazo zilikuwa zinatosha, na zingine umeongeza na wewe umejitwisha juu yake. Sawa? Afu nasema nimeacha. Kuacha kwako hakukufanya kwamba ukawa haujafanya. Jamani, iko hivi. Ukipatikana na kwamba uliiba, sawa? Uliiba miaka 15 iliyopita. Ukapatikana leo, unafunguliwa mashtaka na unafungwa. Uweze kusema niliacha wizi. Uliacha wizi, lakini kabla hujaacha wizi si uliiba? Ndio, una hatia. Tuko pamoja? Damu ya Yesu ndio kitu pekee kinachoweza kikaiondoa ile hatia isiwepo tena. Biblia inasema hata kwa zile dhabihu za zamani bado kulikuwepo na kumbukumbu la dhambi. Lilikuwepo. Lakini katika Kristo Yesu kwa damu yake hakuna kumbukumbu la dhambi. Anamaliza anasemaje? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Maana yote aliyokuwa yanatenda ambayo ilitakiwa ahesabiwe hatia yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa huyu ndio tunamuita mtakatifu aliyeko Tanzania. Haleluya. Mtakatifu aliyeko Efeso, anayemwamini Yesu. Kwa hiyo haiwezekani ukawa mtakatifu kama umwamini Yesu, kwa sababu kinachoweza kukufanya uwe mtakatifu ni damu inayotenganisha wewe na dhambi, na ni damu moja tu yenye uwezo huo, ni damu ya Yesu Kristo. Ndio imethibitishwa na Mungu, ina uwezo wa kukuondolea dhambi. Haleluya. Mungu Baba wa mbinguni akubariki sana, na nikukaribisha tena hapa, tutaendelea. Lakini kabla sijatoka, nataka tufanye maombi haya kwa ajili yako ambaye umesikiza kwa umbali huu. Na nataka nikuombee maombi haya ambayo yatakusaidia namna ambavyo tunazidi kufunguka ili kuweza kumfahamu Mungu. Sema: katika jina la Yesu, ninakushukuru Baba, neno lako nimelisikia na nimeliamini. Ninaamua kutubu, ninaamua kugeuka, kuligeukia neno lako, kwamba utakatifu wangu utategemea imani yangu juu yako tu na si kitu kingine. Lakini pia kwamba sitaangalia watu wengine, maana si wao walioniita, bali ni wewe uliyeniita, na utumishi wangu ni wewe utauamua. Na kwamba kuanzia sasa sitaishi maisha ya Sauli yale ya zamani, lakini haya ya kutumainia wewe, sio ya kutumainia mwili, ya kukutumainia Kristo Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Mungu Baba wa mbinguni akubariki sana. Haleluya.